Manara tunatambua kwamba ni mwandamizi kwenye mpira wetu. Tangu akiwa Simba mpaka amekuja kuwa Yanga. Lakini Wallace Karia anapaswa kutambua Manara ni mwanachama tu wa klabu. Kwenye kesi za kasi, kesi yenu haipo. Mwisho Mei hapa. Ya kwenu ipo? Kesi gani hiyo ambayo hata kwenye faili hapa haipo? Bado haijapia lakini itapia. Yes, tunaendelea kuzungumza na mashabiki wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na Dosa, shabiki na wanachama wa klabu ya Young Africans. Mwamba kabisa. Ya. Mzima Dosa? Sema kweli. Mpenzi wa Mungu. Ya. Napendwa Dosa wewe. Sana. Mashallah. Sana. Tena napendwa na wadada. Ha? Wakaka wavuti. Napendwa na wadada. Kama kina malaika. Zaidi. Dosa, mjini mambo ni mengi yanaendelea hivi sasa, tukianza baada ya kuhairishwa kwa dabi. Misimamo imekuwa ni mingi, lakini pia tunaona wazee wa timu yako kila kukicha wanacharuka, tunaweza kusema hivyo. Ya, ni kweli. Wamecharuka. Wana haki ya kucharuka. Leo nitakujibu kishoti sana. Ni kweli wamecharukwa na wana haki ya kucharukwa. Kwa nini Dosa, tuanzie hapo? Kwa sababu wamesikilia misimamo yao. Kwa sababu wameshikilia hisia zao. Ndio maana mimi nikasema nitawapongeza wanayanga wote ambao wameona hiki wanachokifanya kwao ni sahihi zaidi. Lakini vile vile pia nimevutiwa sana kwa wanachokifanya. Lakini ndugu zangu, nataka niseme maneno machache sana leo. Klabu ya Yanga ina msemaji. Klabu ya Yanga ina kiongozi mkubwa. Na ina viongozi mbalimbali. Nyinyi kama wanahabari, nyinyi kama watu mnapeleka taarifa kwa watu, mnapaswa kujiuliza kwenye hili sakasaka why afisa habari wa klabu azungumzi kitu. Ila wazee wanakuja na misimamo yao. Nyinyi mnatakiwa mjiulize kwenye hili sekeseke, kwa nini kiongozi wa juu ambaye ni rais wa klabu azungumzi kitu? Tunaheshimu sana wazee kwa hiki wanachokifanya, kwa sababu sisi tunaamini huu ndio ukombozi na huu ndio ukubwa wa klabu yetu. Lakini na nyinyi mtakuwa mfikirishe akili yenu. Kwa nini afisa habari azungumzi? Afisa habari anasema msimamo wao ndio ule ule, hawapeleki timu. Lini amezungumza? Amezungumza juzi kati hapa katika press. Kwa nini kiongozi wa juu hazungumzi? Tusiendeshe mambo kwa utashi. Tunahitajika kuendesha mambo kwa kutumia knowledge na skills tulizokuwa nao kwenye kichwa. Sisi tunatambua kama wana Yanga, kuna mambo mengi tumeonewa. Kuna mambo mengi tumedhulumiwa na shirikisho pamoja na bodi ya ligi. Hilo haliwezi likaepukika. Lakini sio Yanga tu, Mwanaisha. Azam kaonewa. Pamba ameonewa. Vile vile Namungo juzi tu alionewa. Wameenda kupewa kadi nyekundu ambayo ya hovyo kabisa. Lakini sasa ikitokea kwamba kila wazee wa klabu waseme, tutakuwa tunajenga wapi? Tukae, tubuni jambo kubwa zaidi la kufanya. Na tukae tufikirie maamuzi ya busara zaidi yatumike. Hakuna mtu anokataa kwamba kwenye hili sakata TFF anahusika kwa kiasi kikubwa sana na bodi ya ligi. Hakuna. Na moja ya jambo ambalo limeleta ukakasi ni kwa sababu saa 4 asubuhi mwenyekiti wa bodi ya ligi, mzee wangu Steve Mgutu, alikuja na taarifa kwamba mechi inachezwa. Saa 8 mchana kamati inakuja na taarifa nyingine, mechi imeahirishwa. Sifa ya kiongozi ni kusimamia kwenye misimamo yake. Inawezekana bodi ya ligi
hawakusimamia misimamo yao, na ndio maana istomfahamu yote inaendelea. Walishindwa kukaza. Hawawezi wakakaza. Kwa sababu kama patatokea Mtanzania haamini bodi ya ligi inaendeshwa na Yanga, kama patatokea Mtanzania ambaye haamini bodi ya ligi inaendeshwa na Simba, huyo ni mwenda wazimu. Haki ya Mungu vile. Kivipi? Kivipi hujui? Wewe umesikia juzi mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mgutu anasema ile iliyotokea tarehe 8 ni dogo. Lakini kuna jambo kubwa lilitokea 2021. Na kama wangetumia sheria na kanuni, basi kuna timu ingeshushwa daraja. Lakini akaenda mbali, na kwenye hili lilotokea tarehe 8, kama wangesimamia sheria na kanuni, kuna timu ingeshushwa daraja. Kwa tafsiri ni ndogo tu. Wameshindwa kukaza. Wameshindwa kusimamia misimamo yao. Mpaka sasa jambo bado halijaisha, fukuto bado linaendelea. Ndio maana kila kukicha kila mmoja anatoa matamko yake, lakini wengine wameendelea kukaa kimya wakisubiria busara pamoja na tarehe rasmi ya mchezo kupangwa. Dosa, kwa hili ambalo lililotokea, kuna lipi la kujifunza kwa mamlaka husika? Mimi kwa upeo wangu mdogo, Mwanaisha, kitendo cha sisi kila siku kuzungumza, kitendo cha kila mkoa wazee kuzungumza, ni kuwafurahisha wana Simba. Haki ya Mungu. Ni kuwapa nguvu wana Simba. Yaani kama wana Yanga tunaamini Simba alimwaga mboga, sisi tulikuwa tumwage ugali. Na moja kumwaga ugali, sisi hatutaki kuzungumza kila nyakati, tungekaa kimya. Siku wa mechi imefika, twendi uwanjani. Si lengo letu tusiende? Lengo letu sisi sio kuzungumza kila siku. Leo hii Dodoma wazee wanazungumza, wazee wangu. Leo hii wazee wangu kutoka Zanzibar wanazungumza. Leo hii wazee wangu kutoka Dar es Salaam wanazungumza. Kama kweli tuko serious, hatuhitaji bodi ya ligi, hatupendezwi na mguto, hatupendezwi na kidau, si ndio? Haina haja kupiga kelele. Nataka kufanya nini sasa? Haina haja, kwa mtazamo wangu, haina haja kupiga kelele. Imefika siku ya mechi, twende uwanjani. Kwa nini hamwendi uwanjani? Hatuna imani na bodi ya ligi. Kwa nini hatuendi uwanjani? Hatuna imani na marefari. Lakini kila siku sisi, hata kama tunaonewa, lakini kuna timu inaonewa kama Azam. Tujiulizeni. Kuna timu inaonewa kama Pamba, kama timu yangu wa nyumbani Coastal Union. Sinaonewa. Swali kwenda kufungwa na fluku tu na Simba. Lakini Coast ya wazi walikwenda kufungwa goal offside. Tukae kwenye kujenga mpira. Kile ambacho anakifanya Haji Sande Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram kusema Wallace Karia na yeye aondoke ni sahihi? Si mtazamo wake. Amelewa madaraka. Ule ni mtazamo wake. Nami nimwambie mzee wangu Karia, hata Mtume kuna watu walimbuguzi. Tena wakati mwingine Mtume alidharauliwa na akatemewa na watu wa familia yake. Kwenye hili mimi natamani kutokumsikia kabisa Karia kajibu haya mambo. Bahati mbaya mzee wangu Karia ana hasira za karibu. Hii ndio jambo linalomuumiza mzee Karia. Lakini Wallace Karia anapaswa kutambua hakuna binadamu anaweza kukubalika na watu wote. Hata kama umefanya mazuri milioni, hata kama unafanya mabaya milioni,
Kwenye hayo mabaya kuna watu watakupongeza unafanya mambo mazuri. Asitoki kwamba kila jambo ajibu. Manara tunatambua kwamba ni mwandamizi kwenye mpira wetu. Tangu akiwa Simba mpaka amekuja kuwa Yanga. Lakini wale Skaria anapaswa kutambua Manara ni mwanachama tu wa klabu. Manara sio kiongozi wa klabu. Kama akitaka kumjibu kila mtu atakuja kutujibu mpaka sisi kina Dosa. Lakini mwambieni mzee Karia na kamati yake akubali kukosolewa. Anapoona ameteleza akikosolewa asiumie. Ndio mambo. Jana nimemsikia mzee Karia akiwa nyumbani Tanga kule. Unajua wewe hujui kama mimi natokea Tanga. Na sifa ya Tanga mapenzi ndio alipozaliwa. Na ndio maana mimi huoni mwanamke wa Dar es Salaam akinishughulisha. Kwa sababu naamini ninapotoka mapenzi ndio alipozaliwa. Kakaangu Mwinjuma aliwahi kusema japo natokea Tanga mapenzi alipofanyaje? Alipozaliwa. Sijivishi mfungi. Nasikia maneno haya. Anasema atawapa dhamana vyombo vya Tanga vya habari. Akiamini vyombo vya Dar es Salaam vina mambo yao. Nimwambie mzee wangu Karia asichoke. Licha madhaifu yake mzee Karia, lakini tunatambua mchango mkubwa aliotengeneza kwenye timu yetu. Tunatambua mchango mkubwa aliotengeneza kwenye mpira wetu wa miguu. Sidhani kwenye nyinyi hapo kwamba kuna mtu alikuwepo anaishuhudia timu inafuzu AFCON mara 3 mfululizo. Wewe mwanaisha ujui. Lakini ukiyafuatilia mambo ya zamani yanofanyika kwenye mpira wetu yalikuwa ni ya hovyo. Mpaka mzee wetu marehemu aliwahi kusema sisi Tanzania ni sana kichwa cha mwenda wazimu. Hakusema kwa bahati mbaya. Lakini sasa hivi alhamdulillah kuna mambo yamepungua kwa kiasi kikubwa. Zamani kwa mashabiki wa Simba wanangoa viti. Zamani. Kabla utandawazi wa habari kuenea zaidi. Walikuwa mashabiki wa Simba wanangoa viti. Saizi ni mashabiki bora. Zamani mashabiki wa Simba pamoja na timu yao walikuwa wanawasha moto katikati ya uwanja. Hamesahau nyinyi. South Africa huko. Ndio maana nikasema ukiona mtu ana akili sawa sawa, akili yake iko sawa sawa, hata ukataa kama kuna namna bodi ya ligi inateleza kufanya makosa. Hata ukataa kwamba hiko anachokifanya Simba kwa bodi ya ligi sio sahihi kwa timu nyingine. Na hiko anachokifanya Yanga sio sahihi kwa timu nyingine. Nimewapa mfano, haya tuzungumze. Vilabu vyote vinaonewa. Alafu kila klabu wazee wake wanaandamana. Nyinyi wana habari mtajigawaje? Twende wapi? Mnatosheleza? Kwa hiyo unawaambiaje sasa Dosa wazee wa Young Africans? Kwa busara zako. Sina nafasi ya kuwashauri kwa kweli. Moja kwa umri wangu. Lakini kwa maoni yangu kama kweli tunahitaji bodi ya ligi iondoke, haina haja kila siku kwa mikutano. Na mimi niwaambie wazee wa Yanga, ni wazee wangu. Wengine wamenilea na wengine wananisaidia maisha ya kuishi pale. Kuna mmoja jana kanitumia 10,000. Kanitumia 10,000. Hivi tunalofanya kuhakiki kama tunaona kabisa tunaipa pressure bodi ya ligi ni sawa. Lakini tunawajenga Simba kwa njia nyingine. Kama Simba kaamua kukaa kimya na sisi tukae kimya. Kama Simba kileta ambushi na sisi tunaleta ambushi. Sisi ni Kurwa na Doto. Haiwezekani Kurwa anapiga kelele afu Doto kakaa kimya. Tunajifunza nini? Dosa, tunamaliza? Tumalize. Kasim tatoboa? Inshallah.
Kasi ni chombo cha kusimamia haki na kanuni na sheria. Mimi naamini kama tuna haki tutashinda na kasi. Kama mna batir. Nimesema kasi ni chombo kinachosimamia haki. Kama tutakuwa tuna haki sisi tutashinda. Swali uliuliza Dosa, angalia hapo. Kwenye kesi za kasi, kesi yenu haipo. Mwisho Mei hapa. Ya kwenu ipo? Kesi gani hiyo ambayo hata kwenye faili hapa haipo Dosa? Bado haijapia lakini itapia. Kesi hamna. Kaka tulia. Nyinyi ndio mnaharibu mpira wetu. Kesi hizi hapa. Unajua shida ya hawa? Shida ya hawa. Hawa wanawasemea watu. Wanaacha kutengeneza mpira na kujenga mpira, wao wanawasemea watu. Anasema ile anaamini ndege ikija ende. Shida ya Watanzania wengi. Lakini kama Tanzania tungeamua tunaweka nguvu kubwa ya kusimama kwenye uhalisia, hata TFF pia ingenyoka. Lakini TFF na bodi ya ligi inaamini Yanga ina wafuasi zaidi ya milioni na something. Kwa hiyo ikitokea na wapendelea, kuna utetezi na upata mkubwa. Bodi ya ligi anaamini Simba na wafuasi zaidi ya milioni na something. Anaamini hata nikiwapendelea Simba, kuna wafuasi watafanyaje? Watawatetea. Kama tungeungana mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba na vilabu vingine vyote, haya mambo tusingefika huku. Lakini leo hii kiongozi anatoka mbele anasema kama tumeshindwa kutumia kanuni, busara na hekima, tutaiomba serikali iingilie kati. Niwaambie sana viongozi wetu wa mpira, haya mambo ya shabiani kabisa na serikali. Inawezekana nyinyi mmejishatosheleza kwenye maisha yenu. Lakini sisi ambao tunajitafuta, sisi ambao tuna ndoto, mkijihusisha na serikali FIFA itawafungia. Na kama mmeamua kweli kusaidiwa na serikali, basi kaeni vyumbani, msilete waandishi wa habari. Maana sisi tuna kasumba. Leo hii hata mtu akienda kujisaidia anaenda na picha anajitangaza. Kama Joti. Kama Joti. Leo hii hata mtu akienda kula chakula cha kiibada anajitangaza. Na hatuja kuona kwenye iftar. Nilikuwepo wewe tu kuniona. Nilikuwepo. Jambo lile ni la kiibada. Sisi tunafundishwa mambo ya rai. Hauwezi ukafanya jambo alafu mimi nijionyeshe kwamba nipigwa picha na kula, maana yake nani? Kula ni ibada. Huwezi kaa unakula afu unamuomba mtu akupige picha ili uposti. Na hizi ndo akili zinazoharibu wa Tanzania. Na ndio maana unakuja kusikia watu wanafanya mapenzi ya jinsia moja alafu kesho picha zimeonekana. Kweli sio kweli? Kwa sababu wanaamini kila kitu wanachokitaka kukifanya lazima pawe na ushahidi. Kuna mambo hayahitaji ushahidi. Kwa mimi nikwambie ndugu zangu wa 69 Sport, natambua mchango wenu mkubwa mnaofanya kwenye mpira. Msichoke. Kuna siku Mungu atawasimamia. Lakini nendeni nikamwambieni meneja wenu, yule kijana kakataa kufanya mahojiano na nyie mpaka pate kanzu. Bwana. Au sio haki kudai kanzu kwa meneja? Kama sio haki nisemeni. Umekutana na bosi. Ndio nimesema. Kama sio haki semeni. Haki. Basi kama ni haki lichukueni ile kwa mikono miwili. Msilitupe. Tumelibeba. Niwashukuru sana ndugu zangu. Asante sana.